Habari za leo ndugu zangu wapendwa, watoto wa Mungu walioko duniani. Nina fundisho fupi hapa kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 13 kuanzia mstari ule wa 10, ambao kuna maelezo kuhusiana na siku ya Sabato. Tunafundishwa hapa kuanzia mstari huu wa 10, sura hii ya 13 Injili ya Luka, panasomeka: siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara moja, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu alimponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema hayo, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, ufalme wa Mungu ni ufananishe na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje ya haradali aliyeitoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikaota, ikamea, ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Ndugu zangu, ukipitia katika ule mstari unaofuata pale chini, anasema naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Sasa nakuta Yesu alipoingia kwenye sinagogi siku ya Sabato, ilikuwa ni siku ya ibada. Aliingia kwenye ibada, lakini alifanya kazi ya uponyaji ambayo wengine hawakutaka aweze kumponya mtu ambaye alikuwa amepindana mgongo miaka hiyo 18. Na katika kumponya mtu huyu, tunaambiwa ya kwamba baada ya uponyaji huo watu walikasirika. Mkuu wa sinagogi alikasirika. Yesu alijibu, ni nani ambaye ana ng'ombe wake au punda ambaye hawezi kumfungua katika banda siku ya Sabato akaenda kumpa chakula, kumnywesha? Wakatahayari wote. Na hapo naona Yesu baada ya kufanya tendo hilo anaondoka, naelekea Yerusalemu. Njiani humo akienda akifundisha watu siku ya Sabato. Ninashangazwa kwamba katika kipindi hiki Wasabato wengi wamesema siku ya Sabato sio ya kwenda kutembelea watu. Wasabato wengi wanasema ya kwamba sio siku ya kuona wagonjwa. Wasabato wengi wanasema si siku ya kwenda kutembelea jamii. Sasa swali langu ni hili: Yesu alihurumia wahitaji siku ya Sabato. Ninyi siku ya Sabato mnataka mukae tu majumbani, hamuna kwenda kuona wagonjwa. Mna akili nzuri? Nawauliza, mna akili nzuri? Siku ya Sabato ilitengwa kwa ajili ya mambo matakatifu, kuwatazama wagonjwa, wahitaji, wenye shida mbalimbali. Je, kama wewe siku hiyo ya Sabato ni mjamzito, umepelekwa hospitali, uruhusiwi kujifungua? Unaweza kusema leo hii sio siku ya kujifungua, leo ni Sabato. Siku ya Sabato mtoto wako unayemnyonyesha amechafua nguo, huwa uzitoi mwilini mwake kwamba ni Sabato?
Siku ya Sabato huwa muwashi moto kwenye nyumba zenu na kupasha chakula au kupika? Siku ya Sabato huwa muugui? Huu ni unafiki. Wote wanaofanya mambo haya ni wanafiki. Siku ya Sabato ni special kwa ajili ya kuhudumia roho za watu zinazoteseka. Watu wafunguliwe matatizo walio nayo. Maombi yenu yamekuwa bure, watu wanashindwa kufunguliwa kwa sababu mumejaa unafiki. Wainjilisti wa kweli, wachungaji wa kweli, kanisa la kweli litafuata haya tunayoyasoma. Ndiyo maana mimi siku ya Sabato nina kawaida. Naweza nikatoka kwenye ibada nikachagua kwa kwenda kutana na watu siku ya Sabato. Ile ni kazi ya uokovu, kazi ya kuokoa roho, kazi ya kuibadilisha jamii. Tunakataliwa kujenga, tunakataliwa kulima, tunakataliwa kufanya shughuli zozote za kipato. Lakini juu ya hili huwezi kuniambia kwamba siku ya Sabato huwezi kutembelea wagonjwa. Na mmoja anathubutu kusema, kwa nini usingeenda siku 6 za kazi kumwangalia mgonjwa, lakini unachagua siku hiyo ndio uende siku ya Sabato? Kwani siku ya Sabato ni kwa ajili ya nini? Sikuhurumia jamii? Mbona hata katikati ya wiki, siku za kazi, hamshughuliki na watu hao? Mmejikita katika shughuli zenu, hamna muda maalum wa kuweza kupumzika. Wakristo wa ulimwengu huu ni waajabu kweli. Ndio maana nakuta kwamba hata wengine wamefika mahali kuifanya Sabato kuwa ni ngumu, kwa sababu mioyo yao ni migumu kweli kweli, kuwaelekeza watu uongo. Lakini Biblia inasema ya kwamba hamtawasha moto katika nyumba zenu siku ya Sabato. Kutoka 35 aya 3. Hamtawasha moto katika nyumba zenu siku ya Sabato. Kwenye Agano Jipya mahali panaposema mtawasha moto siku ya Sabato, ambaye anataka kuniambia kwamba kuna fungu hilo anitumie. Kwa hiyo kilichoamuliwa toka zamani ndicho kilipo. Ndio maana wengine wanakula mizoga. Ng'ombe amekufa mwenyewe, kuku amekufa mwenyewe, au ni njiwa, au ni mbuzi au kondoo amekufa mwenyewe. Wao wanachuna wanakula, wanasema kimwingiacho mtu hakiwezi kumtia unajisi. Lakini Biblia inasema ya kwamba kitu chochote kilichokufa chenyewe ni haramu. Wewe kama ni mtu wa Mungu, wewe umeitwa na Kristo, hutakiwi kula mizoga. Mizoga wanakula wale wasiokuwa na Mungu. Sasa Wakristo wanaokula mizoga ni wale ambao hawamjui Mungu. Yesu alijishughulisha na jamii. Siku ya Sabato alitembea huku na huku kwa ajili ya kuibadilisha, kuisaidia. Siku ya Sabato ilikuwa ni kwa ajili ya kuwafanya wale wasiojiweza wapate mibaraka itokayo mbinguni. Sisi tutatembea siku ya Sabato kuwahudumia watu. Baada ya ibada tutawatembelea wagonjwa mahospitalini, walioko majumbani tutawahudumia, maana ndiyo kazi tuliopewa. Mbarikiwe sana.